Antoni Kigombola, ni mhadhiri hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na pia kwenye workshop hii ni mbunifu. Okay, ni swali zuri. Kuweza kupata product au bidhaa kuna stage mbalimbali. Ubunifu ni stage ya kwanza. Na hapa kwenye kwenye chuo kikuu na kwenye vyuo vikuu vingi au taasisi za elimu tupo kwenye stage ya kwanza ambayo ni ya ubunifu. Lakini baada ya ubunifu ile product inatakiwa iende kwenye stage nyingine mpaka ifikie kwenye level ambayo inaweza kutumika. Kwa hiyo kuna kuperfect hiyo product, kuna kufanya market na vitu kama hivyo. Kwa sasa mara nyingi hapa chuoni kutokana na mfumo jinsi ulivyo tunaishia kwenye kutengeneza ule ubunifu. Sasa kwenye nchi nyingine wameweza kufanikiwa sana kwa sababu panakuwa pana zile ambazo zina adopt zile ubunifu zinaanza kutengeneza the actual products pamoja na kufanyia marketing. Sasa sisi tunaishia kwenye ubunifu, tunahitaji sasa pale pana second stage ya kuweza kuzichukua zile bunifu kuweza kutengeneza bidhaa, lakini pamoja na kutengeneza bidhaa huo sio mwisho. Inabidi pawepo tena na third stage ya kuchukua zile bidhaa na kuzipeleka sokoni. Kwa hiyo sasa mojawapo ya kitu ambacho hii workshop inatakiwa inajaribu kufanya au kuachieve ni kuweza kukutanisha wabunifu, kuweza kukutanisha watu ambao wanaweza compatibilize zile bunifu na kukutanisha watu watatu ambao wanaweza kufanya marketing ili ziweze kuwa bidhaa. Okay, sasa chuo kikuu ni kikubwa na kuna sectors nyingi, kuna ICT, kuna mambo ya food, kuna engineering na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kila kitengo au department inakuwa na bunifu kutokana na kitu kinachofanyika pale. Mimi nimetokea college ya ICT, kwa hiyo bunifu tunazozifanya ni kwenye eneo la ICT. Kwa hiyo kwa mfano kama sisi ni particular tunajaribu kutengeneza a conversion kit ambayo inaweza kubadilisha hizi pikipiki ambazo sasa hivi zinatumia mafuta, unaiwekea kit ambayo inaweza kuibadilisha ikaanza kutumia umeme. Kwa hiyo ni baadhi ya bunifu ambazo tunazifanya sisi ni particular, lakini kama kwa chuo bunifu ziko nyingi sana kutegemea. Yes, challenges ni nyingi. Kama tulivyosema sisi tupo kwenye ile level ya mwanzo kabisa na tunafanya kazi ya kushirikiana na walimu pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo kuna challenge hapo. Kwa mfano kuna challenges za fund kwa sababu wale watu wanaoshiriki kwenye hizo bunifu wengi wanakuwa wanazifanya kama like kazi ya pembeni, sio kazi kuu, kwa sababu kwa mfano kama walimu kazi yao kuu ni kufundisha na kama wanafunzi kazi yao kuu nyingine pia ni kusoma na kuweza kufaulu mtihani. Kwa hiyo hiyo ni moja wapo ya challenge. Kuna challenges za funds, kuna challenge ya upscaling kwamba ikishamalizika kwenye bunifu anatakiwa kwenda kwenye ile stage ya pili sasa na ya tatu ambazo sisi kutokana tuna mfumo wa chuo wenyewe ulivyo bado haipo in place. So hizo ni baadhi ya challenge. Sawa, kwa hiyo kwenye part ya ubunifu hizo hatimiliki ni part of it. Kwa hiyo hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tunayo IP department ambayo yenyewe kazi yake ni kudili na hizo hatimiliki. Kwa kuna ofisi kabisa kwa ajili ya kudili na hatimiliki na bunifu zote kabla hazijatoka huko nje kwa tunazipitishia pale ili ziweze kupata hatimiliki and then ndo ziende kwenye stage inayofuata. Zipo nyingi ambazo zimezaa matunda actually. Kuna kama nilivyosema mimi nipo kwenye ICT, kwa hiyo kuna mifumo mbalimbali ambayo tumeitengeneza. Tushatengeneza mifumo Wizara ya Kilimo, tumetengeneza mifumo kwa ajili ya wajasiriamali, mifumo ya accounting kwa ajili ya kuweza ku-maintain biashara zao na hesabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna bunifu nyingi ambazo tumezifanya ambazo zinafanya kazi. Ni vitu vingi. Cha kwanza ambacho tunachonufaika nacho ni kutoa ajira. Hizi bunifu tunazifanya pamoja na watu wengine. Kwa hiyo kuna watu ambao tunawashirikisha na wanaweza kupata ajira kupitia bunifu hizo. Lakini cha pili ni kipato. Lakini cha tatu pia ambacho ni kikubwa ni kuweza kuboresha utoaji huduma. Kwa hiyo kwa mfano kama product moja na kuambia inaitwa Finacon, ni kwa ajili ya wajasiriamali kuweza ku manage businesses zao, kuingiza mauzo, kuingiza matumizi na vitu kama vile. Inabadilisha sana jinsi ambavyo watu wanafanya biashara. Kwa hiyo that impact is very important. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli.
au kwa WhatsApp tuma neno BIMAPAP kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BIMAPAP, urahisi wa maisha.